Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wa Sabiha TV popote pale ulipo, bila shaka tupo katika funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, na leo tumepata nafasi ya kuswali katika msikiti ambao uko hapa Segerea Ugoleni, na kubwa zaidi ambalo nimefurahi leo ni kukutana na ndugu yangu al-akhi Tunda Mali al-maarufu, ambaye naye amepata nafasi ya kufika katika Jumaa hii kudiriki swala ya Ijumaa, na tunapata mawili matatu kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia hotuba leo imezungumzia nini, na kisha tueleze kuhusiana na huu neno la kufuturisha. Tunaona baadhi ya umma wa Kiislamu wao wakijitolea sana kufuturisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Niaba watazamaji wa Sabiha TV, mara nyingi sana tukikutana nataka kufahamu jina lako halisi ni lipi na uko hapa katika jambo gani? Jina langu halisi naitwa Khalid Ramadhan Tunda. Mimi ni mtoto wa Kiislamu kabisa, nimekulia katika maadili ya Kiislamu, japo tunaimba muziki, lakini ikifika siku ya Ramadhan, ikifika mwezi wa Ramadhan huwa naashaka kila kitu. Yani nishakata show za kufanya sehemu baadhi ya sehemu kwa hela ambayo wao wanasema, lakini nishasema kama mimi siwezi kufanya chochote kinachodili na muziki ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo sitafanya hivyo, na swali hapa msikiti ambao upo karibu na nyumbani kwangu, na swali swala zote hapa na swalia hapa, na pia na wasii wasanii wenzangu, ukifika mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao tunatakiwa tuchume, ni mwezi ambao sisi Mwenyezi Mungu anatusamehe madhambi yetu tuliofanya ndani ya miezi 11. Kwa cha msingi turudi kwa Allah, tusome sana Qur'an, tuswali, tutoe sadaka kwa watu wenye mahitaji, zaidi ya kufuturisha kama mtu ana uwezo. Kwa hiyo sunna kufuturisha nafikiri watu washafanya sana. GSM alifanya, Modeuji ameniwezesha kwa asilimia nyingi sana kwa watu leo kufuturu. Kwa hiyo ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu atampa thawabu yeye na mimi pia ambaye nafuturisha. Kabla ya yote, tunaona mara nyingi kipindi cha Ramadhani wasanii wengi pia wanaimba kasida zile za kutukuza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunda Mali pia tumeona moja ya kasida yako pia umeimba kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pengine hili linakupelekea kitu gani kuweza kuja katika upande wa pili kuimuimbia Allah Subhanahu wa Ta'ala na kufanya umma wa Kiislamu kufurahi kutokana na kasida zako? Mimi nishai kusema kwamba mimi nimeanza muziki muda mrefu sana. Nimeanza muziki 2006 mpaka leo 2026 ni miaka 20. Si ndio bwana? Kwa hiyo ni kitu ambacho naona kabisa kuna namna ya kufanya ili niachane na muziki wa dunia, nimwimbie Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kitu kikubwa ni kwamba na nyimbo zitakuwa za bongo flavor, yani beats za bongo flavor, lakini namzungumzia mama Kiislamu. Yani sio, mnaelewa pointi yangu? Yani maudhui ya nyimbo inakuwa namzungumzia mama lakini Kiislamu. Yani mama ana faida gani na mama ana kitu gani. Nikimzungumzia yatima namzungumzia yatima Kiislamu. Nikimsifia mke namsifia mke, simsifia hawara. Sio, mnaelewa? Kwa hiyo nitakuwa napata madini kutoka kwa watu wenye elimu, maustadhi, bwana mke ana nafasi gani katika jamii. Au pia mke ukiwa naye kwenye nyumba kuna vitu gani ambavyo mke akikuonyesha ni ishara fulani. Kwa vitu ambavyo nitavichukua details nyingi, afu nikianza kutunga, kwa natunga kumzungumzia mke ambaye anazungumziwa kwenye vitabu vya dini. Sio, unaelewa? Kwa hiyo inakuwa nafanya nyimbo na nakuwa nafanya tamasha moja kwa mwaka, ambayo hilo tamasha linakuwa linajumuisha, kwa sababu leo hii Modeuji akitaka kuja kwenye matamasha hajui anaenda wapi. Sio, mimi ndio Baresa akitaka kwenda kwenye matamasha hajui anaenda wapi, kwa sababu anaanza kwenda kukutana na watu wamevaa vibaya, watu wanakunywa mapombe, kitu ambacho sisi hatukihitaji. Kwa hiyo nikifanya hiyo nyimbo zangu na kuwa nafanya family. Kwa mtu unaweza ukaja na familia yako, hamna vinywaji, ni soft tu na vitu vingine, lakini nyimbo za pigo pale ni mtoto akisikia anakuwa anapata elimu pia, kwa sababu tutamzungumzia mtoto pia kwa jamii. Muislamu anasemaje, faida gani nini, ili hizi mambo za watoto kuabotiwa na zipungue, sababu mtoto akija hapa Mwenyezi Mungu anataka aje, ana faida zake.
Kwa hiyo nitamzungumzia mtoto ambaye yuko ndani ya ndoa na mtoto ambaye yuko nje ya ndoa. Kiislamu